Msichana aliyependa sana mazuri alihamishwa na upendo wa mchumba wake, na hakujali kuonekana kwake kwa uovu. Alikubali kumtunza kijana yule. Hata hivyo, bila kujua kwake, ushawishi wa rafiki wake mwovu ulikuwa tu kutaka kulala naye. Bunyi alikuwa amependa sana kuonekana vizuri. Wakati wowote alipomwona kijana mzuri, moyo wake ungepiga kwa nguvu na hangeweza kuondoa macho yake. Chuoni, alichagua kusoma ufundi wa sanamu ili kuumba mzuri wake bora katika umbo la sanamu. Alifikiri angependa kijana mzuri sana. Hata hivyo, alipowasilisha rafiki wake kwa marafiki zake, walishangaa kwa sababu rafiki wake, Bong So, alionekana kama mzaha mfupi mwenye mwili na uso usio wa kuvutia. Marafiki zake hawakuelewa chaguo la Bunyi, lakini alikuwa amevutiwa na ushawishi mtamu wa Bong So. Angempea vinywaji na kufungulia upendo wake, na kupiga magoti kuiambia mapenzi yake darasani. Baada ya muda, uwepo wa Bong So na kufungulia kwa umma kulihamisha Bunyi. Kwa mara ya kwanza, alihisi kwamba nia ilikuwa muhimu kuliko mazuri, hasa kwa sababu alijiona wa kawaida, na alifikiri vijana wazuri hawatampenda. Siku moja, Bunyi alipoingia shuleni, Bong So alikuwa akimpea mkufu wa lulu, ambao ulikuwa wa hali ya ajabu. Alipokuwa akimvika, alipigwa bahati mbaya na mwendesha sketi, na ukaguza chini. Bunyi alimzuia Bong So, aliyejaribu kukabiliana na mwendesha sketi, na alibadilisha mazungumzo kwa kusema anapenda mkufu. Baada ya darasa, alimpigia simu Bong So, ambaye alikuwa katika chumba cha utangazaji akisoma vitabu vya mchezo. Alimwona akipigia lakini kwa makusudi hakuitika. Bunyi alifikiri alikuwa na shughuli. Mara baadaye, sauti ya Bong So ilikuja kupitia utangazaji, akijivuna kwa marafiki kuhusu kurejelea safari na Bunyi. Alifunua kwamba alikuwa amefanya juhudi nyingi kumkamata Bunyi, akikiri kwamba ushawishi wake ulikuwa kuhusu kulala naye daima. Alikuwa amefikiri ingekuwa haraka, lakini Bunyi alikuwa amehifadhi kimya chake. Wakati huu, alipanga kumlevya na kuendelea na mpango wake. Shule nzima ilisikia utangazaji, ikimfikiria Bong So akimdharau mbele ya marafiki zake. Bunyi aliingia kwa hasira katika chumba cha utangazaji. Huko, mwenza wa chumba wa Bong So alifika na kugundua kwamba simu yake iliungana bila makusudi na utangazaji, ikisikiza mazungumzo yao burudani. Bong So haraka alikimbia nje, akapiga magoti mbele ya Bunyi na kuomba msamaha, akidai kwamba alikuwa tu amejivuna ili kuvutia marafiki zake. Bunyi alimwona tabia yake ya kweli, alimpigia na kumuita mjinga. Walioangalia walipopiga kelele, Bong So alihisi aibu na kuondoa mchezo wake. Alimshtaki Bunyi kwamba naye alikuwa anataka kulala naye, lakini akijifanya mzuri. Alilalamika jinsi alivyojishusha kwa kuwa naye. Kutoweza kuvumilia zaidi, Bunyi alimpigia ngumi na kumtuma kurudi nyuma. Alimwonya asirudie kuonyesha uso wake kwake tena. Baada ya kutoa hasira yake, alichana mkufu wa lulu na kutoka kwa utulivu. Bila kujua kwake, wanaume wawili wazuri katika umati walipenda vitendo vyake: Cha Ji-won, mwanafunzi wa kurudi kutoka idara ya sanamu, na Hwang Jae-yeol kutoka idara ya muundo. Marafiki wawili walifariji Bunyi aliyeumizwa, na baada ya kutafakari kidogo, alifanya uamuzi mkubwa wa kupenda tu wanaume wazuri. Siku iliyofuata, akihisi aibu kuhusu utangazaji, Bunyi alikuwa katikati ya mazungumzo popote alipokwenda. Kwa kutoroka, alitangaza kwamba angechukua mapumziko ya kufunza. Akikumbuka jinsi miaka iliyopita alivyotaka kuhamia shule nyingine lakini alibadilisha akili yake wakati jirani mzuri alihamia karibu naye, mama yake alifichwa matumaini ya kuvutia sawa wakati huu. Maombi yake yalijibiwa haraka. Akishika fomu yake ya mapumziko shuleni, Bunyi alipatana bila makusudi na mtu anayeuliza njia. Ilikuwa Cha Ji-won, mwanafunzi wa kurudi. Alipoangalia juu na kuona uso wa Cha Ji-won, ilionekana kana kwamba kila kitu karibu naye kilisimama. Mifano ya ndoto ilijaza akili yake, ambapo Cha Ji-won alikuwa malaika kutoka Ugiriki wa kale akimpenda sana mchumba wake dhaifu, mweupe ambaye alibadilika kuwa yeye. Akishtuka kutoka ndotoni mwake, Bunyi mara moja alirarua fomu yake ya mapumziko na kumchukua Cha Ji-won kwenda maktabani. Akifikiria alikuwa mwanafunzi wa kwanza kwa sababu alikuwa akishika vitabu kutoka idara ya sanamu, alimpa kwa shauku nambari yake ya simu, akimwambia alikuwa mwakilishi wa idara na angeweza kuwasiliana naye kwa chochote. Baada ya kumwaga Cha Ji-won, Bunyi alifurahi akipiga hatua mtaani, tu kusimama msimamo wake alipoona kijana mzuri mwingine akimkaribia. Ilikuwa Hwang Jae-yeol, ambaye alikuwa ameshuhudia akimpigia rafiki wake wa zamani. Akisimama pale, hakuweza kuamini mtu angeweza kuwa na muonekano wa ndoto. Katika akili yake, Hwang Jae-yeol alikuwa mhusika mkuu katika tangazo la kinywaji cha michezo. Pamoja na mchumba wake tangu shule ya upili, akiwa amekaa nyuma ya baiskeli yake tena, uso wake ulionekana. Akikutana na vijana wawili wa kupendeza sana kwa mfuatano, Bunyi alishukuru kwamba kuendelea na elimu yake kulikuwa mwongozo wa kimungu na kurarua fomu ya mapumziko kulikuwa uamuzi sahihi. Akikutana na Hwang Jae-yeol tena, ambaye alikuwa tu amemaliza mradi wa muundo na mwenzi wake wa chumba, walikuwa wanapumzika, wakila wakipita. Hwang Jae-yeol akiliwa, karibu kuanguka. Bunyi asiyeona kwamba alijikaza, aliruka kumsukuma kutoka nyuma katika jaribio la kupotea la kumsaidia, na kusababisha kifaa chake cha kompyuta kupaa kutoka mikononi mwake.
Akiwa tayari kulipa uharibifu, Bunyi aliuliza kimya kimya kama angeweza kulipa kwa awamu baada ya kuona kifaa hicho kilikuwa cha thamani ya won 2 milioni za Korea. Kabla ya Hwang Jae-yul kujibu, alisujudu kuomba radhi na kujaribu kukimbia. Lakini alimshika, akisisitiza aache nambari yake ya simu. Akihisi vibaya, Bunyi alizamisha huzuni zake katika pombe kwenye mkutano wa idara ya sanamu. Cha Ji-won aliporingia na kujisilisha kama mwanafunzi wa kurudi, Bunyi aligundua kwamba alikuwa kwa kweli mkuu wake, akikenea kwa kujivuna kwake mapema huku akimwelekeza. Wakati huo, msichana karibu alimjulisha Bunyi kwamba Cha Ji-won alikuwa mjukuu wa familia tajiri. Akihisi aibu mbele ya Cha Ji-won, Bunyi alifurahia kumpelekea kinywaji mara alipoketi. Akigundua usumbufu wake, Cha Ji-won alifanya mchezo kwa ustarehe na kutaja kwamba hanywa, akifanya mazingira kuwa mazuri. Bunyi kisha alijisilisha. Akisikia jina lake, Cho Ji-won alikumbuka sanamu aliyoiona maktabani, hasa akivutiwa na sanamu ya kijana mzuri iliyotengenezwa na Bunyi. Mpangaji wa sherehe alipowaomba walioingia hivi karibuni kutoa heri, Cho Ji-won alikusudia kukataa lakini alishindwa na makusiko ya kudumu. Umati uliimba jina lake, na yeye kwa kushindwa alichukua glasi. Asiyejua cha kufanya, Bunyi aligundua kukubali kwake na aliingia kunywa badala yake. Sherehe iliongezeka furaha, na Bunyi aliongezeka ulevi. Katika ukosofu, alimwona Hwang Jae-yol amesimama mlangoni akimwangalia. Iligundulika kwamba Hwang Jae-yol na wengine walikuwa wakila karibu. Akikasirishwa kuhusu kifaa chake cha kompyuta kilichovunjwa na Bunyi, alitoka kwenda kupumua hewa. Kumwona Bunyi akinywa bila uangalifu baada ya kosa lake kulimkasirikisha. Bunyi akigundua hali yake ya uchungu kwa ulevi aliruka nje na kushika uso wake, akidai alikuwa amekimbilia kulinda uso wake mzuri, akiuliza pengine angeweza kupata uzuri huo wapi. Bunyi aliogea karibu, akimtazama kwa upendeleo Hwang Jae-yol. Kilichoweza kuwa wakati wa kimapenzi kilipenda kinyesi, wakati Bunyi alitapika juu yake. Siku iliyofuata, Bunyi aliamka akikenea na matukio ya usiku uliopita, akijuta kutochukua mapumziko. Alipofika shuleni, Hwang Jae-yul aliyekasirika alimkabili na kumlazimisha kukimbia. Alijikunyuta kupitia umati, karibu kukamatwa na Hwang Jae-yul, wakati ghafla alimwona Cha Ji-won na kujificha nyuma yake kwa ulinzi. Hwang Jae-yul alipoongozwa mbele kumvuta nje, roboti ilipita ikielekea kwao. Akishtuka, Hwang Jae-yul aliepuka, na Cha Ji-won kiasili aliomba kando. Bunyi alisonga kufukuza roboti, akimshika shati la Hwang Jae-yul katika dharau, na kusababisha wote wawili kuanguka katika hali ya karibu ya utata tu wakati roboti ilimulika baluni, ikiwamwagia dhahabu, ikidhani inaumba mazingira kwa wakati wao wa dhati. Bunyi alitazama kwa ndoto uso mzuri karibu na wake, akipotea katika ndoto ya kimapenzi. Baadhi ya dakika baadaye, Bunyi aliamuka na kumsukuma Hwang Jae-yol mbali, akimchukua Cha Ji-won aliyekuwa karibu na kukimbia. Alimchukua Cha Ji-won kwenda kula chakula maalum shuleni, ambacho kilikuwa kimehifadhiwa kwa walimu. Shukrani za mahusiano yake mazuri na bibi wa kula, aliweza kupata chakula hiki. Cha Ji-won alifurahia chakula kabisa, akikuta maisha yake yakiwa ya kuvutia zaidi tangu kukutana na Bunyi. Alimfikiri Bunyi kama hazina na alitaka kutumia muda mwingi naye, akipita karibu na sanamu ya kijana mzuri ambayo Bunyi alikuwa ameichonga. Cha Ji-won alisimama kuiga karibu nayo, akivua koti lake na kumuuliza Bunyi kama alimfanana na sanamu. Bunyi alikuwa amemwona daima Cha Ji-won kama mtu mzuri, aliyetenganishwa na mambo ya kidunia, lakini mchezo wake wa kufurahisha ulimfanya acheke kwa nguvu. Walikuwa wakielenda kukunjea kahawa wakati Cha Ji-won alipokea simu na kulazimika kuondoka haraka baada ya kumwaga. Bunyi aliona kitambulisho cha mpigaji simu kimekuwa kama upendo wa kwanza na kosa kumfikiri Cha Ji-won alikuwa na mchumba. Haraka baada ya Cha Ji-won kuondoka, Bunyi alipokea simu kutoka kwa Hwang Jae-yol, mdai wake. Alikata kumwepuka, lakini sekunde iliyofuata, Hwang Jae-yol alionekana nyuma yake akidai ahudhuria darasa naye ili kusaidia kuchukua maelezo kama malipo ya kifaa cha kompyuta kilichoharibiwa. Bunyi kwa kuhangaikia alichukua maelezo kwa darasa moja na kurudi nyumbani akiwa amechoka, akingojea fikira ya kuendelea kumsaidia Hwang Jae-yol. Aliwasilisha kumwomba baba yake pesa ili kuondoa deni lake la won 2 milioni tu wakati alipokea simu kutoka kwa miliki wa nyumba akiomba ongezeko la amana ya kukodisha. Bila chaguzi nyingine, Bunyi alifanya kazi ya muda fulani katika maonyesho ya sanaa ya vijana ili kulipa deni kwa awamu. Huko, uongozi unaojulikana kama Bahati ulivutia jicho lake, hasa kwa kuwa alikuwa mshabiki wa mfundi sanamu Jae. Wakati akijivunja katika uongozi, mtu alianza mazungumzo naye, akimchomoa kutoka mawazo yake na kumuuliza maoni yake kuhusu kipande. Akichangia maoni yake kwa ujasiri, mtu alifurahia jibu lake na kumwalika kwenda kahawa baada ya kazi. Bunyi alifika dukani la kahawa kwa wakati. Alikubaliana kumkutana naye ingawa alihisi wasiwasi kidogo. Lakini kwa kuwa mtu anayevutiwa na mazuri, hakuweza kukataa alipoona uso wake mzuri tena, akiondoa kila uoga alionao. Mtu alijisilisha kama Joe Arang. Kisha walianza kuzungumza kuhusu mfundi sanamu Jae. Bunyi alishiriki kwa furaha kwamba mfundi sanamu Jae angekuwa akitoa hotuba shuleni mwao na alijikita kuhudhuria. Walikuwa na mazungumzo mazuri na wakati wa kuagana, Joe Arang aliomba nambari yake ya simu.
Bunyi alilala kitandani baadaye, akikumbuka mazuri ya Joy Arang na kumwasira akimtolea dhahabu na pete kubwa ya daimani. Tu wakati alisubiri kukubali, Hwang Jae-yeol anayetatiza alionyeshwa akidai won 2 milioni. Bunyi aliamka kutoka njozi hii mbaya na haraka alihamisha won 200,000 aliyopokea kutoka kazi yake ya muda fulani kwa Hwang Jae-yeol, akiahidi kulipa baki la won 1,108,000 haraka iwezekanavyo. Siku iliyofuata shuleni, Bunyi alimuona Cha Ji-won akimuinua msichana mlemavu kutoka motokani na kukosa kumfikiri alikuwa upendo wake wa kwanza. Wakati Cha Ji-won alikuwa amevuka kwa muda mfupi, msichana mlemavu alianguka. Bunyi aliharakisha na kumsaidia kurudi kwenye kiketi cha magurudumu akijichafulia. Cha Ji-won aliporudi, alimshukuru kwa dhati, na Bunyi alifahamu kwamba msichana alikuwa dada yake, na maelezo ya upendo wa kwanza yalikuwa yakimrejelea. Baada ya kumwaga kaka na dada, Bunyi alienda kumsaidia Hwang Jae-yeol na maelezo yake kama ilivyopangwa. Akimwona amefunikwa matope, Hwang Jae-yeol alitoa shati lake na kumfunikia, akionyesha uangalifu, licha ya kukaripia kwa maneno. Baada ya darasa, Bunyi haraka alikimbia na kukutana na rafiki barabara ambaye alimuomba kuleta kinga ya mkono. Tu Bunyi alipovaa kinga ya mkono, Hwang Jae-yeol alikuja na kumfikiri alikuwa amejeruhiwa. Alionyesha majuto kwamba hangeweza kumtumia kwa kuchukua maelezo. Bunyi aliamua kujifanya amejeruhiwa, akimdanganya Hwang Jae-yeol. Baadaye, wakati wa tukio la kuchora kuta linalohusisha vyuo vya sanamu na sanaa, Hwang Jae-yeol alikuwa asiye wa kawaida, akichukua kazi ili kumwacha apone. Bunyi alihisi utata kuhusu kufunua udanganyifu wake, akiogopa hasira ya Hwang Jae-yeol mara baada ya kugundua ukweli. Wakati alikuwa akitatua hili, alimuona Hwang Jae-yeol karibu kuanguka kutoka kiti na haraka alimtegemeza kutoka nyuma. Aliposimama, alichunguza mkono wake ulioonyeshwa kujeruhiwa, na mara alifahamu alikuwa amedanganya. Bunyi kwa kukubali alichukua kifaa na kumaliza kazi iliyobaki peke yake. Baada ya kumaliza kazi, alimkuta Cha Ji-won. Alimlalamikia kuhusu bado kuwadai Hwang Jae-yeol won 1.8 milioni na kutojua ataweza kulipa lini. Tu Cha Ji-won alipokuwa tayari kutoa msaada wa deni, Bunyi aligundua bango la matangazo kwenye ukuta. Shule ilikuwa inahodhia mashindano ya wenye nguvu pamoja na tuzo ya kwanza ikuwa kifaa kipya cha kompyuta. Kwa furaha, Bunyi alimvuta Cha Ji-won kwenye tovuti ya mashindano. Cha Ji-won alikuwa na mashaka ya nguvu zake. Hata hivyo, marafiki wawili walikuwa na imani na Bunyi. Walimwelezea Cha Ji-won kwamba Bunyi alijulikana katika idara ya sanamu kwa nguvu zake. Wakati vijana wengine walikuwa wakipumua baada ya kubeba mfuko mmoja wa saruji, Bunyi angeweza kubeba mitatu. Wakati ikafika zamu ya Bunyi, alichukua hatua mbele, akapunga mkono wake, na kwa nguvu alipiga mfuko wa kupiga, akiwavutia wote na kushinda washiriki wote kuwashinda nafasi ya kwanza na kifaa. Mara moja alimkabidhi Hwang Jae-yeol, akikamilisha kabisa deni la won milioni 2. Hakitaji tena kuchukua maelezo kwake, aliachiliwa wasiwasi mkuu. Bunyi na Cha Ji-won waliondoka wakicheka na kuzungumza. Akiwaangalia wakienda, Hwang Jae-yeol alihisi uchungu mtamu moyoni mwake. Kile alichokitaka kweli hakikuwa kifaa, bali bahana ya kuwa karibu na Bunyi. Akitaka kukata mahusiano naye, alikadirisha kwa muda mrefu kabla ya kutuma ujumbe wa Bunyi wa kumshukuru kwa kumsaidia na maelezo. Wakati huo, Bunyi alikuwa akila na Cha Ji-won na marafiki wawili. Akimwona ujumbe wa Hwang Jae-yeol, hakujibu. Wakati huo, Hwang Jae-yeol alikuwa akiangalia kimya kifaa chake, akipatwa na wasiwasi wa kutopokea ujumbe kutoka Bunyi. Alikuwa akijishughulisha kwamba hili linaweza kumaanisha kupoteza mawasiliano naye milele. Siku iliyofuata kwenye duka la kahawa, Bunyi alipowasili akamuuliza bila hata salamu, na kuondoka moja kwa moja. Hakuweza kustahimili. Alimfuata nje kumuuliza kwa nini hakujibu ujumbe wake. Bunyi alisema wazi kwamba kwa kuwa alikuwa amelipa deni lake, hakukuwa na sababu ya kuonana tena. Hwang Jae-yeol kwa hasira alitangaza kwamba hakitaji kumwona tena, na alihisi faraja. Hata hivyo, wakati wa darasa, Hwang Jae-yeol alipatwa na ugonjwa wa mapenzi, akimfikiri Bunyi kila mahali karibu naye. Kila wakati alijaribu kumkaribia aliyemfikiri Bunyi, alishikwa na ukweli mkali, akifahamu hakuweza kumwacha. Aliharakisha nje ya darasa. Wakati huo huo, Bunyi alikuwa akihudhuria hotuba ya mfundi sanamu pamoja na Cha Ji-won. Akifurahia kukutana na mfumo wake, hisia zake zilipanda. Pazia lilipopolepeleka, mfundi sanamu alifunuliwa kuwa Joy Arang, akimwacha mshtuko. Alikuwa mzunguko wakati wa hotuba nzima. Baadaye, Joy Arang alitembea naye eneo la shule, akimjisha mazungumzo mazuri. Cha Ji-won alifuata nyuma, akihisi kupuuzwa wakati Joy Arang aliongoza mkono kuondoa ua kutoka kwa nywele za Bunyi. Cha Ji-won alihisi wasiwasi tu wakati huo. Hwang Jae-yeol ghafla alipiga kelele jina la Bunyi. Alimwendea wakati watu watatu walimwangalia akikaribia Hwang Jae-yeol. Ana hisia za Bunyi na aliharakia kwenda kumwambia kwamba hawawezi kuendelea kuwa umbali. Bunyi amechanganyika na maneno yake. Hwang Jae-yeol haraka alipoteza ujasiri na kutunga bahana, akidai hajarudi shati. Alikomboleza Bunyi. Bunyi haraka aliyarudisha shati, akielewa malengo yake. Sasa, Hwang Jae-yeol hakuwa na sababu ya kuendelea kuwa karibu naye. Kwa bahati nzuri, shule ilifanya tukio, na Bunyi na Hwang Jae-yeol, wote viongozi wa baraza la wanafunzi, walipewa kazi za ushirikiano kama viongozi.
Baada ya kumaliza kazi zao, kila mtu alienda nje kwa chakula cha pamoja ambapo walicheza mchezo. Bunyi na Hwang Jae-yeol ambao walipoteza, walihimizwa kunywa dua ya kuvuka. Walipojaribu kusimama, Bunyi alipigwa bahati mbaya na mhudumu na kuanguka katika mikono ya Hwang Jae-yeol. Moyo wake ulipiga kwa nguvu kutokana na karibu, lakini Bunyi, asielewa hali, alimsukuma mbali na kichwa chake. Wote wakiwa na maumivu, waliketi kando na dua haikumalizika. Baada ya chakula, Hwang Jae-yeol alisikuiri na Bunyi kwa wasafiri wake. Akimwona lori likimkaribia, haraka alimvuta kando na kumsababisha kurushwa na gari nyingine lililipita. Akimwona Bunyi ana uchungu, Hwang Jae-yeol alihisi kushindwa. Licha ya nia zake za kumpendeza, jitihada zake zinaonekana kushindwa daima. Siku iliyofuata darasani, Bunyi alimuomba Cha Ji-won kuwa mfano kwake. Akisifu kazi yake iliyokamilika, alisema kuhusu mazuri ya mfano, akiashiria kwamba juhudi yoyote ingeweza kuwa masterpiece. Cha Ji-won, akihongewa kwa mchezo, alionyesha imani katika mazuri yake. Wakati wa mazungumzo yao, Jo Arang alionyeshwa na kusifii ujuzi wa Bunyi wa kuchora. Bunyi alitumia nafasi kumwomba Jo Arang mahojiano ya kuhitimu kazi ya baraza la wanafunzi. Jo Arang, ambaye hapati mahojiano mara kwa mara, alikubali bila kusita kwa sababu Bunyi aliomba. Akiwa na uso mtupe kutokana na kupata umakinifu wa mfumo wake, ghafla Jo Arang aliyekenda karibu na kuondoa ua kutoka kwa nywele zake na kumfanya anahisi kama yuko ndotoni. Hwang Jae-yeol na mwenzi wa chumba walishuhudia mazuri, wakimkosa Jo Arang kwa kumbusu kichwa cha Bunyi. Mazingira ya utata yaliinuka kati yao. Hwang Jae-yeol alihisi wivu, lakini hakuwa na haki ya kumchukua Bunyi. Bunyi aliendelea kukumbuka tabasamu la Jo Arang na hakuwa na ulinzi dhidi ya kila kitu kumhusu. Cha Ji-won aligundua kwamba Jo Arang anaonekana kuwa na hisia za kimapenzi kwake. Bunyi alihisi kama alikuwa bado ndotoni baada ya safari yake ya kufaulu ya mshabiki. Hwang Jae-yeol na studio mpya ya mwenzi wa chumba ilikuwa karibu na Jo Arang. Jo Arang alitoa mkono wa salamu kwa kuwatukusira majirani wapya, lakini Hwang Jae-yeol, akiwa amejaa uadui, alipuuza mkono wa Jo Arang uliotandulia. Wakati wa mahojiano, Jo Arang hakuweza kuondoa macho yake kwa Bunyi, akionyesha wazi riba yake hata hadharani. Hwang Jae-yeol, akiwaona wanavyobadilisha macho, alihisi huzuni zaidi. Wakati wa mapumziko, wasichana wawili walimkaribia Jo Arang na maswali. Bunyi alipoanza kufuata, Hwang Jae-yeol alimvuta kwenye studio yake, chini ya sababu ya kuhitaji msaada. Baada ya mapumziko, Hwang Jae-yeol alienda jirani kupata Jo Arang na bahati mbaya alimwona akibusu uso wa mmoja wa wasichana. Alipita akijifanya haoni na alisaidia Jo Arang kuondoa kipaza sauti chake, akigundua kuwa Jo Arang amesahau kuzima wakati wa mapumziko. Wakati kila mtu alipofafanua studio baada ya mahojiano, Bunyi na Hwang Jae-yeol pekee ndio waliobaki kwa sababu wengine walikuwa na shughuli. Bunyi alikuwa akiweka vitu lakini hakuweza kufikia sanduku la juu kwa sababu ya urefu wake. Hwang Jae-yeol alikuja kumsaidia. Bila kukusudia akamzunguka kwa mikono yake. Mguso wa karibu na tofauti ya urefu kuliunda mazingira ya utata. Hwang Jae-yeol hakuweza kuondoa macho yake kwake, jambo lililomfanya Bunyi asijisikie vizuri. Alijaribu kuepuka mkono wake na kuondoka, lakini aligundua kuwa mlango haukufunguka. Hwang Jae-yeol pia alijaribu na akashindwa kuufungua. Wote walichukua simu zao kuita msaada, lakini hawakuwa na mtandao. Wakati waingojea mtu apite, Bunyi alimwambia Hwang Jae-yeol hadithi ya mzimu. Akafunga masikio yake, akiogopa kusikiliza. Bunyi hatimaye aligundua udhaifu wa Hwang Jae-yeol na akamdhihaki kwa kuwa muoga. Wakati ukipita, Bunyi alijisikia vibaya na alihitaji kwenda chooni. Alivuta nguo za Hwang Jae-yeol na akamwangalia kwa kuomba, akitumaini atapata suluhisho. Akiona msongo wake, Hwang Jae-yeol alichukua nyundo kutoka sandukuni la zana na kwa nguvu akavunja kufuli ya mlango. Baada ya Bunyi kurudi kutoka chooni, aligundua kuwa Hwang Jae-yeol alijeruhiwa mkono kwa makosa. Kwa uangalifu akamfunga jeraha, akimshukuru kwa kujitokeza kumtetea. Uhusiano wao ulipotuliza, Hwang Jae-yeol alimwelekeza asimdate Jo Arang, akidai hakuwa chaguo jema. Bunyi alijalia ushauri wake, akiona ni jeuri kuzungumza vibaya juu ya mtu nyuma yake. Siku iliyofuata, mfano aliyepangwa kwa idara ya sanaa ya uchongaji alikuwa na lazima agairi. Cha Ji-won alitoa kujifanya yeye badala yake, lakini Bunyi alikataa mara moja kwa sababu pia alikuwa mwanafunzi wa uchongaji na hapaswi kupoteza masomo. Wakati huo, alimwona Hwang Jae-yeol akitoka ofisini na akamvuta darasani kufanya kazi ya mfano badala yake. Hwang Jae-yeol alifungua shati lake na akafanya pose nzuri, akimvutia Bunyi kwa uzuri wake na mvuto. Alihisi kama vile walikuwa wahusika wakuu wa hadithi ya kimapenzi ambao wameanguka mapenzi kwa mtazamo wa kwanza. Akitambua alikuwa anajipoteza, Bunyi alikomea haraka mawazo yake ya kupotea, akimwita Hwang Jae-yeol si shujaa kwa mchezo, bali ibilisi ambaye macho yake apaswi kuanguka. Baada ya darasa, Bunyi alimpa Hwang Jae-yeol kinywaji kumshukuru kwa msaada wake. Wakati bado wakizungumza, alipokea simu kutoka kwa Jo Arang, akimwalika studio yake siku iliyofuata. Akikumbuka Jo Arang akicheza na msichana mwingine, Hwang Jae-yeol alitaka kumshawishi Bunyi asiende. Kuchukia maoni yake hasi kuhusu Jo Arang, Bunyi alimsalimu kwa shukrani na akarudi darasani.
Akiwa na furaha, Bunyi alifika studio ya Joarang na akamgonga Hwang Jae-yeol mlangoni. Hwang Jae-yeol, asiyeweza kutuliza akili yake, alimfikiri Bunyi na Joarang katika busu la kimapenzi. Kuvuruga tarehe yao, kwa makusudi aliweka anwani ya utoaji hadi studio ya Joarang. Wakati huo, Joarang alikuwa akimfundisha Bunyi jinsi ya kuchonga, akishika mkono wake. Mazingira ya kimapenzi yalikatizwa ghafla na mtoa huduma. Hwang Jae-yeol pia alichukua nafasi ya kuchungulia ndani. Akigundua vitendo vya Hwang Jae-yeol, Joarang alimchukua Bunyi kwenda bustanini kwa tarehe. Hwang Jae-yeol, akiwa na wasiwasi kama chungu juu ya kibaniko cha moto, alitaka kujua kama Joarang hakuwa wa kuaminika. Alicheza tena rekodi kutoka kwa kipaza sauti kilichotumiwa wakati wa siku ya mahojiano yao, akisikia Joarang akizungumza na msichana. Akikaza ngumi yake, aliharakisha hadi bustanini na akamkamata mkono wa Bunyi, akimwamuru aende nyumbani. Bila maelezo, kwa nguvu akamvuta mbali. Bunyi alijikwamua na, katika msongo wa mawazo, alidai kujua kwa nini ghafla aliibuka. Hwang Jae-yeol kwa haraka alisema kuwa Joarang hakuwa mtu mzuri na alipinga kwa nguvu amdate. Katika wasiwasi wake, hata alisema kwa kukumbusha mazoeano ya Bunyi ya mahusiano yasiyo ya bahati nzuri, akimsihi asikumbe makosa yake. Akiumizwa na maneno yake, Bunyi alimwonya Hwang Jae-yeol kwa ukali kuwa uchaguzi wake wa kimapenzi ulikuwa mambo yake ya kibinafsi na hakuwa na uhusiano naye, akimwamuru asiingilie zaidi. Bila njia nyingine, Hwang Jae-yeol alimkaribia Cha Ji-won, aliyekuwa karibu na Bunyi, na akamchezea rekodi muhimu. Katika rekodi, msichana aliyekuwa amelala usiku studio ya Joarang alimuuliza kwa shauku kama angeweza kuwa mpenzi wake. Joarang kwa kutojali alisema kuwa kulala usiku hakumaanishi kitu na aliahidi ahadi ya baadaye. Wakitambua Joarang bado alishughulika na wanawake wengine wakati akimfuata pia Bunyi, walizungumza haraka mkakati. Bila kumwacha Bunyi ajue asili ya kweli ya Joarang mapema, walipanga kuwafariki wawili, kupunguza madhara yoyote kwa Bunyi. Cha Ji-won mara moja aliajiri mpelelezi wa kibinafsi kuchunguza maisha ya kibinafsi ya Joarang na haraka alipokea picha za Joarang akiwa na uhusiano wa karibu na wasichana kadhaa. Ilifunuliwa kuwa Joarang alitumia hadhi yake kama mchongaji kudanganya kihisia wasichana wa chuo kikuu. Cha Ji-won haraka alimpigia Bunyi simu tu kujifunza kuwa alikuwa njiani kwenda onyesho la Joarang. Mapema baada ya kugombana na Hwang Jae-yeol, Bunyi alikuwa amerudi kumtafuta Joarang, ambaye kwa kushangaza bado alikuwa akimgoja. Akihisi wasiwasi, aliuliza kuhusu uhusiano wao. Majibu yasiyo wazi ya Joarang yaliashiria kuwa hakualika watu kwa urahisi studio lake au kuanza mahusiano kwa urahisi. Bunyi akihisi utata katika maneno yake, alifurahi. Siku iliyofuata, Joarang alikutana na Bunyi karibu na shule kwenda kwa kahawa. Walipokuwa tayari kuondoka, mpanda pikipiki wa utoaji karibu alimgonga Bunyi. Joarang haraka akamvuta mkononi mwake na akashika mkono wake. Akiwa na furaha nyingi, Bunyi aliamini kuwa kushikana mikono kulithibitisha uhusiano wao wa kimapenzi. Siku iliyofuata, akibeba maua, alikwenda onyeshoni. Bila kujua, Cha Ji-won na Hwang Jae-yeol walikuwa wakiendesha kwa haraka pikipiki kwenda onyesho. Katika onyesho, viatu vya Bunyi vilikanyagwa. Baada ya kuvirekebisha chooni, alimwona Joarang. Akipanga kumshangaza, alimfuata kimya kimya. Hata hivyo, mshangao uligeuka kuwa mshangazo alipomshuhudia Joarang akibusu kwa shauku msichana wa baraza la wanafunzi. Maua yake yalianguka chini, yakiwaonya jozi iliyokuwa ikibusu. Wakati huo huo, na bila pumzi, Hwang Jae-yeol na Cha Ji-won walifika. Walijaribu kumchukua Bunyi mbali, lakini alisisitiza maelezo. Alimkabili Joarang kwa hasira akidai kujua kwa nini alimdanganya na kucheza michezo kama hiyo ya utata. Joarang bila aibu alijibu kuwa hakupanga kamwe kumdate. Alifahamu vibaya. Baada ya kuthibitisha kuwa wasichana wengine wa baraza la wanafunzi pia walidanganywa na Joarang, Bunyi alikasirika. Aliingia haraka ukumbini wa onyesho na, mbele ya waandishi wa habari na wageni, akamwagilia Joarang ndoo ya barafu kichwani. Cha Ji-won alibaki nyuma kudhibiti matokeo, wakati Hwang Jae-yeol aliharakisha Bunyi nje. Mara baada ya kutoka nje, Bunyi hakuweza kuzuia machozi yake na akaketi akilia. Hwang Jae-yeol kimya kimya alivua jaketi yake na akamfunika, akimpa nafasi ya kutoa hisia zake. Alipotuliza, Cha Ji-won alimendereka nyumbani, mara kwa mara akimwambia utani wa kumfurahisha. Akimwona akitabasamu, Cha Ji-won alipumua kwa faraja. Baadaye, ripoti za habari zilisema kuwa kundi la Wen, lililomilikiwa na familia ya Cha Ji-won, lilikuwa limeondoa udhamini kutoka kwa Joarang. Picha za Joarang na wahanga kadhaa pia zilimwagika, zikimfanya awe mtu wa kuchukiwa katika jumuiya ya uchongaji. Wakati huo huo, Hwang Jae-yeol aliyezvishwa kikamilifu alienda pikipiki na akamnyunyizia Joarang dawa ya pilipili, akichukua hatua za kuyatoa masongo ya Bunyi. Baada ya kushirikiana kubana na mtu mbaya, Hwang Jae-yeol na Cha Ji-won walianza kujaribu kwa tahadhari hisia za kila mmoja kwa Bunyi, wakiwaona kila mmoja kama mpinzani, ingawa hakuna yeyote alitaka kufunua mawazo yake kwanza. Bila kujua nia zao, Bunyi alimshukuru kwa uaminifu Hwang Jae-yeol walipokutana katika baraza la wanafunzi, akimshukuru kwa kumzuia asidanganywe.
Hwang Jaeol alifurahi uhusiano wao sasa wa heshima, ingawa hakuweza kusema kama Bunyi alikuwa kweli amemaliza au tu akijifanya kuwa jasiri. Siku moja, Bunyi na Cha Ji-won walifurahia chakula maalum pamoja. Wakitoka kwenye mkahawa, walimwona timu ya Hwang Jaeol ikipiga picha. Bunyi alithamini utaratibu mkubwa na wa kitaalamu wa Hwang Jaeol, akijikuta bila tarajio akivutiwa naye. Alipokuwa amejichukulia, umati wa ghafla uliongezeka. Cha Ji-won, akiwa na wasiwasi angeweza kuanguka, alichukua mkono wake na akamtoa. Hwang Jaeol aliona hii na akahisi maumivu ya wivu. Wakati wa sherehe ya timu yake, Hwang Jaeol alirudia tena stene hiyo akilini mwake na akanywa ili kutuliza hisia zake. Kwa ulevi, alipata nambari ya Bunyi katika anwani zake, lakini hakuwa na ujasiri wa kumpigia simu. Alipanguka, bango liliviringika chini ya ngazi. Aliona jina la shule juu yake na alisaidia kulivunga. Alipoimama kukutana na mtu kutoka juu, alishangaa kumkuta Bunyi. Akifikiri ilikuwa mchezo wa akilini kutoka kumkosa sana, mawazo yake yalienda nyuma. Alikuwa ameanguka mapenzi na Bunyi kwa mtazamo wa kwanza wakati alikuwa akipaka rangi. Baada ya utumishi wake wa kijeshi, kwa makusudi alijiandikisha shule ile ile kuwa karibu naye zaidi. Waliwasiliana tena ingawa Bunyi alikuwa na mpenzi wakati huo, na uhusiano wao uliongezeka kutoka hapo. Sasa, akizidiwa na wivu na pombe, Hwang Jaeol hakuweza tena kuficha upendo wake kwake.